Takwimu kutoka Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukiza, yani National Syndemic Disease Control Council, zinaonyesha kwamba watu 54 huambukizwa virusi vya ukimwi kila siku humu nchini. Kulingana na takwimu hizo, vijana wa umri kati ya miaka 15 hadi 34 ndio wanaoathirika zaidi, wakichangia 74% ya maambukizi mapya. Hivi karibuni tunajua kama nchi tuko na ile prevalence iko about 3%. Tuko na prevalence, tuko na about 1.3 million people who are living with HIV. But new infection is also up. New infection currently among young people, adolescent and young people, is actually leading. Na hiyo ndio ile kikundi ambacho wanajihusisha na mambo mengi, kama ni mihadharati, kama ni mambo ya kuuza ngono na mambo mengine ambayo inawaweka katika hatari ya kupata virusi. Kwa hivyo tumefanya kutumia sheria na pia kutumia mbinu tofauti za kiafya kuhakikisha kwamba wale walengwa wanafikiwa na tunaweza kupunguza kuenea kwa virusi vya HIV. Kaunti ya Mombasa ni miongoni mwa kaunti 10 zinazoongoza nchini kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi, huku kaunti ya Kilifi ikitajwa kuwa na ongezeko kubwa la visa vipya, hasa miongoni mwa watu wanaojidunga mihadarati. Katika juhudi za kukabiliana na hali hiyo, wadau mbalimbali kutoka kaunti 6 za ukanda wa Pwani wamekutana katika hoteli moja hapa mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, kujadili mikakati ya kudhibiti maambukizi hayo miongoni mwa makundi tofauti katika jamii. Hizi njia mbalimbali ambazo zinafanyika zinasaidia wananchi kujua haki zao, kuweza kufuatilia haki zao, kupunguza dhulma kwenye jamii na pia kuhakikisha kuwa wamepata zile haki zao za kiafya. Na kama mtu amepata haki yake ya kiafya kikamilifu, kumaanisha kuwa maambukizi ya ugonjwa ya ukimwi pia unapunguza. Hii virusi vya ukimwi maambukizi yanapunguza, kwa sababu yeye anajua ni wapi atapata huduma ya afya na haki yake ni gani na ni vipi atafuatilia kama haki yake zimekiukwa. Kongamano hili limewakutanisha mashirika ya vijana, taasisi zinazopambana na matumizi ya mihadarati pamoja na mashirika yanayoshughulikia masuala ya dhulma za kijinsia. Wadau hawa wameeleza kuwa dhulma za kijinsia ni miongoni mwa visababishi vinavyochangia kuenea kwa virusi vya ukimwi, wakibainisha kwamba wanawake na wasichana wengi wanaodhulumiwa hujikuta wakiambukizwa virusi vya ukimwi, huku kesi zao nyingi zikikosa kushughulikiwa ipasavyo. Mara nyingine kuna intimidation ya perpetrators. Utapata mara nyingi mwenye kudhulumu ni jirani, ni mtu ambaye anakujua, ni mtu wa nyumbani, ni babako, ni mjombako, ni babu yako. Haswa kesi za Kilifi za wenye kudhulumiwa, utapata mtoto amedhulumiwa na mtu wake karibu wa nyumba. Kisha mila tunaamini kuwa tukisema ni babangu, hiyo nyumba itakuwa na kitio. So pia mila kidogo inaturudisha nyuma kama changamoto, kwa sababu sasa mtoto akiambiwa usiseme, ukisema utaleta laana kwa hii nyumba, kuwa babako alikudhulumu na pengine babake ana ugonjwa wa ukimwi. Kwa hivyo kumaanisha mtoto na yeye virusi atavipata. Unyanyasaji wa kijinsia unachangia sehemu kubwa sana kwa upande wa ueneaji wa HIV, ueneaji wa vitu kama STIs, vitu kama health complications za wakina mama. Kutokana na hali hiyo, mawakili wa ngazi ya jamii, yani paralegals, wamejumuishwa katika kongamano hili ili kusaidia kutoa elimu na uhamasishaji kwa wananchi kupitia mitandao ya wadau waliopo mashinani. Wale wako hapa ni representatives tu, wako wengine wengi kule nje, na kuwa hapa kwao ni kuhakikisha kuwa wana represent wale wengine na kuhakikisha wale wengine pia wakati dhulma inafanyika, then njia za sheria zinaweza kuchukuliwa na wale ambao wanatekeleza hizo dhulma wakawezwa kuwajibishwa na wakapelekwa mahakamani. Ni muhimu sana watu wakiweza kuelewa sheria inawapa haki gani, na wakati ambapo wanabaguliwa kiafya ama kijinsia
wanaweza kupata msaada wa kisheria ili waweze kupata hizo haki zao na waweze kushurutisha wale ambao wamedhulumu haki zao. Aidha, wito umetolewa kwa jamii kuacha unyanyapaa dhidi ya waraibu wa dawa za kulevya pamoja na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Mara nyingi hatuelewi, kama vile nimesema, hatuwaelewi hawa watu, na hawa watu ni watu kama sisi. Mimi ningependa kuambia wazazi wajaribu kucooperate. Wazazi wengi wanafikiri kupeleka watoto jela ni kuwasaidia, lakini jela unapeleka mtoto training. Jela kule atakuwa msago, atakuwa shoga, na kama hajui kujidunga atajidunga. Hakuna uchafu, hakuna jela. Naam, ni kongamano ambalo limejumuisha wadau mbalimbali kutoka kaunti zote 6 za Pwani, lengo kuu ikiwa ni kusaka mwafaka kuhusiana na swala hili la maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia dhulma za kijinsia zilizokithiri katika jamii. Nikiripotia Coco FM kutoka Malindi, kaunti ya Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya Pwani.